Leo nimepata wasaa wa kuja kujionea hali ya mto tulivyokuja, na sasa kumekuwa na mabadiliko makubwa sana. Tulikuja kipindi cha kwanza hapa maji yalikuwa hakuna, lakini leo maji tunaona yanavuka na kwenda katika upande mwingine. Kwa hiyo nimeridhika, na niseme tu kwamba hali yetu sasa, kwa maana ya mto wetu una maji, na niwaelekeze sasa DAWASA, hawana kisingizio, tuwashe mitambo yote kwa maana ya pampu, turudi katika utoaji wa huduma katika hali ya kawaida. Mitambo inapoanza kuwashwa kwa mara ya kwanza, hapo baadhi ya maeneo yatatereka bado kupata huduma, watupe taarifa ili wataalamu wetu waweze kuhakikisha wanafika maeneo yote, ili turudi katika hali yetu na hali ya kawaida kwa haraka na zaidi. Jambo la pili ambalo nataka kulisisitiza kwamba kipindi hichi ambacho tulikuwa katika kipindi cha mpito, sio watu wote waliweza kupata huduma maji safi na salama. Wapo walipata, wengine walipata kwa changamoto, leo wamepata, wamekaa siku 3 hakupata. Niwaombe na kuwataka DAWASA, bili ambazo watakazozitoa ziwe halisia. Lakini kubwa ambalo nataka niliseme kama viongozi wa Wizara ya Maji na kwa bodi ya DAWASA, tujizatiti haya mambo yakijitokeza basi tuweze kukabiliana nayo. Manake sijengeke tabia kwamba kila ikifika mwezi wa 11 basi wananchi wa Dar es Salaam na Pwani wanapata changamoto ya huduma ya maji safi na salama. Moja, wahakikishe na sisi tutalisimamia juu ya bwawa la Kidunda kuweza kukamilika kwa wakati. Lakini jambo la pili, tuna mradi ule twende sasa phase 2 wa Kigamboni. Na jambo la tatu, ile hatua sasa ya kuyatoa maji ya Rufiji kuja katika jiji la Dar es Salaam na Pwani, twende sasa kwenye utekelezaji, sababu visibility study imekuchafanyika. Twende sasa katika hatua ya utekelezaji. Kwa lugha nyepesi ambayo nataka kuisema kwamba haya yaliyotokea, mabadiliko ya tabia nchi na ukame, yawe mafunzo ili tuweze kama wizara na kama mamlaka zetu za maji kujidhatiti kuhakikisha kwamba hata kikija kwa mara nyingine basi tumejiweka sawa na wananchi waende kupata huduma maji safi na salama.